wakati na ulipaji wa ushuru wa huduma. Kazi data hiyo imeanzishwa kufuatia matokeo ya uchambuzi wa mfumo wa leseni za biashara na ushuru wa huduma katika manispaa ya Tabora na kubaini yafuatayo: uwepo wa baadhi ya wafanyabiashara kumiliki leseni za biashara zenye utofauti na aina ya biashara wanayoifanya, leseni zilizoisha muda wake, wafanyabiashara wanaofanya biashara mbili tofauti kwa kutumia leseni moja ya biashara, na baadhi kutokulipa kabisa ushuru wa huduma. Pamoja na uanzishaji wa kazi data hiyo, maazimio mengine waliojiwekea ni pamoja na kuweka mkakati wa kutoa elimu kwa wafanyabiashara na kuunda timu ya ukaguzi kwa ajili ya kutembelea wafanyabiashara. Malalamiko ambayo tulipokea kwamba kuna wafanyabiashara wanafanya biashara bila leseni, kuna wengine leseni zao zimeisha muda, kuna wengine wanatumia leseni ambazo sio sahihi kwa biashara husika, na kuna baadhi ya watumishi wanapita kwa wafanyabiashara na wanajaribu kuchukua fedha wakiahidi kwamba wanaenda kuwakatia leseni, na mwisho wa siku zile leseni wanakuwa hawazipati. Kwa hiyo sisi kama TAKUKURU tunao wajibu wa kufanya ufuatiliaji. Sasa ule ufuatiliaji wakati tunafanya, tulishirikisha pia na watu wa halmashauri kwamba yale tunayoyaona na wao pia wayashuhudie kwamba sio ya kusingiziwa. Kwa hiyo tulipita nayo katika maeneo ya wafanyabiashara, maeneo mbalimbali, na tukathibitisha kwamba hizo changamoto zipo. Sasa ili uje na mapato sahihi, maana yake lazima utengeneze ile database kwamba manispaa ya Tabora tunafanya biashara wangapi, wa biashara gani, wanastahili kukusanya kiasi gani, kwa sababu kuna wengine leseni ilikuwa inastahili ikatoe leseni ya 300,000 labda kakatoe 80,000. Kwa hiyo ile kazi data ndio imetufanya tu arrive kwenye kukusanya mapato hayo katika kipindi cha robo hii ya 3.